Okay, sawa. Sasa kwanza nipende kutoa shukrani zangu za dhati sana kwenda kwa kiongozi Saidi Hassan kwa kutoa presentation nzuri sana, na binafsi mimi nimepata nafasi ya kuandika hapa nondo. Kiukweli vitu vingi zaidi nimejifunza kiukweli, na kuna vitu ambavyo labda nilikuwa navikosea pia, na mimi pia naamini pia nitaenda pia kuvirekebisha vizuri zaidi. Kwa hiyo nitatumia muda mchache sana kuweza kukuonyesha ni namna gani unaweza pia ukapata wateja kupitia platform tofauti tofauti ambazo tunakuwa tunazitumia kama sisi FBOs. Na kwa majina yangu kabisa, mimi naitwa Pius Paul Kichere. Naishi hapa Dar es Salaam, lakini pia nasaidia watu kwenye swala zima la kupungua uzito pamoja na kupata mionekano mizuri zaidi, lakini pia ni nasaidia pia vijana kwenye kuanza biashara kwa mtaji mdogo. Lakini pia kwenye marketing plan mimi pia ni supervisor. Kwa hiyo yeah, so niende direct, ni namna gani unaweza ni namna gani unaweza ukauza. I think hapa tumesikia ni namna gani unaweza ukamhudumia mteja, ni namna gani unaweza ukamhandle mteja kupitia hizi program zote za C9 na A15. Sasa tunakuja hapa kwenye namna gani unaweza ukauza au unaweza ukapata wateja wengi zaidi kupitia mitandao ya kijamii. Na binafsi niende direct hapa kwenye mitandao ya kijamii, naamini wengi mitandao ya kijamii tunajua ina vitu vingi zaidi. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii, kwa nini unatumia mitandao ya kijamii au kwa nini utumie mitandao ya kijamii? Una sababu za kujua ni kwa nini maybe mimi binafsi natumia mitandao ya kijamii vizuri zaidi. Cha kwanza kabisa inabidi uweze kujua kwamba cha kwanza kabisa inabidi uweze kujua kwamba Forever imeturahisishia. Ukisoma step to manager imeelezea zaidi ya njia 12 ambazo unaweza ukapata wateja wengi zaidi huko, na moja ya njia mojawapo ambayo imeelezewa humo ni social media. Kwa hiyo kwangu mimi leo sitaelezea njia nyingine zaidi ya kuelezea social media tu, na njia nyingine pia tutapata nafasi nyingine pia ya kujifunza kutoka kwa watu wengine pia. Na hapa kwenye social media, napokuwa nasema social media, maana yake namaanisha kwamba hapa kuna TikTok, kuna Facebook, kuna Instagram, kuna WhatsApp na kuna mitandao mingine pia. Naamini kuna ambao wengine pia wanakuwa nauza kupitia Snapchat na mitandao mingine pia. Lakini pia hapo hapo ni kuambie kwamba mimi natumia mitandao ya kijamii 100% kwenye kuuza bidhaa zangu zote, na natumia hasa Instagram pamoja na Facebook. Kwa hiyo inabidi pia upate nafasi ya kuweza kujua ni kwa namna gani labda mimi binafsi nakuwa nazitumia kwenye kuuza na kupata wateja wangu vizuri zaidi. Faida ya kutumia mitandao ya kijamii. Kwa nini natumia mitandao ya kijamii? Binafsi natumia mitandao ya kijamii kwa sababu mitandao ya kijamii inanirahisishia sana kuweza kupata wateja wengi zaidi. Lakini pia cha pili, ninakuwa pia nakuwa na uwezo wa kuuza muda wowote. Maana yake biashara yangu, kuna sometime nilikuwa nauza C9 niko kwenye daradara, kuna sometime nilikuwa nauza C9 yani nimeamka tu na chat tu na mteja asharipia kupitia wapi? Mitandao ya kijamii. Kwa hiyo naamini mitandao ya kijamii ina uwanja mkubwa zaidi, na mimi naamini kupitia mitandao ya kijamii hii ndo leo imenifanya leo nimekuwa, au ilinifanya mimi nikamove kutoka level fulani kwenda level nyingine kwa kuuza. Kwa hiyo na wewe pia unaweza ukapata nafasi pia ya kujua kwamba kumbe mitandao ya kijamii leo naweza nikapata wateja wengi zaidi, lakini pia naweza pia nikapata nafasi ya kuweza kuuza muda wote, lakini pia unapata wateja bila kutembea. I say wananiambia skrini haionekani. Sorry. Sorry jamani, tusameane.
Amadeus, hatusikii chochote kiongozi. Tuna seti mitambo mara moja. Haya, sawa. Hapo naamini skrini yangu inaonekana vizuri. Okay. Zinaonekana jamani, japo tumepambana, lakini tunaona kunakuwa na shida, ila kwa sababu muda unaenda, naona tu, naomba niendelee kwa sababu sijajua changamoto ni nini. Naomba tu niendelee, samani, lakini jamani, ni katika kurekebisha mitambo. Kama nasikika vizuri, unaweza ukatype hapo chini. Okay. Sawa. Sasa nilikuwa naelezea kwa nini natumia mitandao ya kijamii. Na nikawa naelezea ni namna gani hapo nilikuwa nishapita, ni kwa jinsi gani Forever imeturahisishia, umetupatia zaidi ya njia 12, na mimi leo nazungumza kuhusiana na mitandao ya kijamii, na mimi natumia mitandao ya kijamii zaidi asilimia zaidi natumia mitandao ya kijamii 100%. Na kwa nini natumia mitandao ya kijamii? Cha kwanza kabisa napata wateja wengi zaidi, lakini pia cha pili pia inanisaidia pia naokoa muda wangu, maana yake popote pale na uwezo wa kupata wateja, lakini pia wateja napata bila kutembea, kwa maana kwamba naweza nikawa nimekaa nyumbani popote pale, aidha hata sasa hivi nikifungua simu yangu nitakuta kuna namba ambazo zimenitafuta, lakini sijatembea. Lakini pia inajenga trust na brandi kupitia content zangu, watu wanakuwa wananijua, na kuna siku naweza nikaposti nikakutana labda na mtu akakutana na kitu ambacho nimekiposti sehemu, akakutana nacho, ana screenshot ananitumia. Hii inanionyesha ni kwa namna gani watu wanakuelewa au wanakujua kupitia kitu chako ambacho unakuwa unakifanya. Lakini pia inanirahisishia sana, hainihitaji aidha nitumie vitu vingi, ni mimi na simu yangu tu, wala hainihitaji kitu kingine tu, ni mimi na simu yangu na internet. Na naamini hapa FBO, kila FBO ana internet, ana simu, kwa maana kwamba ni kwa namna gani hata wewe pia unaweza ukatumia simu yako vizuri zaidi. Lakini pia inanipa uwezo wa kuuza popote pale. Leo hii nauza bidhaa Marekani, lakini Marekani sijawahi kufika, lakini Marekani ni kati ya sehemu ambayo mara nyingi nimekuwa nikiuza, nikipata pia wateja wengi zaidi kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia
sio tu nje ya nchi, lakini pia hata mikoani pia, lakini pia inanipa ushahidi wa bidhaa ambazo kupitia testimony za watu ambao wanakuwa wanapungua, wanapata matokeo mazuri, inakuwa ikienda viral, maana yake inakusaidia pia kukuonyesha ni kwa namna gani program zetu zinafanya vizuri zaidi. Lakini pia posti moja inaweza ikaleta wateja wengi zaidi bila kuchoka. Yaani leo naweza nikaposti ambayo labda inaweza ikatengeneza labda ikaniletea leo wateja, lakini na imani naweza nikapata wateja yani kila siku, na uwezo wa kupata wateja kupitia hiyo posti. Na inawezekana ni posti ambayo labda nitaiposti labda ni kuhusiana na kitu chochote, lakini kuhusiana na kupungua. Kwa hiyo hata wewe haijalishi unadili na bidhaa gani, ukiposti content yako hakikisha hiyo content unajua kabisa mitandao ya kijamii leo inaweza ikakudharishia wateja wengi zaidi. Ni sawa na mimi leo nikikaa sehemu moja tu nikawa nasema kwamba nipate wateja labda watakaokuwa wanapita eneo hilo. Ni ngumu sana kupata wateja kila siku eneo hilo. Lakini mimi nikiposti kitu kimoja leo naweza nikapata wateja wengi zaidi kupitia kitu hicho hicho kimoja. Sasa safari yangu nilianza vipi? Nilianza lini aidha kutumia mitandao ya kijamii? Nakumbuka mimi nilianza kutumia Instagram mwezi wa pili 2024 na nilifungua akaunti na nikaanza kuposti, na nilifungua page mbili, nilifungua Instagram na nikafungua pia na Facebook. Na akaunti yangu kidogo mwaka jana 2025 mwezi wa 10 nilipoteza akaunti yangu, na sikujua ni kwa namna gani akaunti yangu ilipotea. Niliamka tu asubuhi nikakuta akaunti yangu haipo, lakini pia nikaanza upya mwaka jana huo mwezi wa 11. Nitaonyesha hapo akaunti yangu mpya ambao nilifungua mwaka jana mwezi wa 11. Lakini pia mitandao, naweza nikasema mitandao ni soko kubwa sana ambalo ukifanya bila kuchoka, sio ufanye leo kwa sababu umeambiwa na kiongozi, au usifanye leo kwa sababu labda unataka tu tukuone na wewe una posti tu. Hapana, ukifanya kama duka lako, ukifanya kama kazi yako, mimi hakuna siku ambayo nitaamka bila kuposti. Sitachoka kutumia mitandao ya kijamii na sijawahi kuchoka kutumia mitandao ya kijamii. Lakini pia hii ni moja ya testimony za wateja kutoka sehemu tofauti tofauti. Kumeona hapa huyu ni dada amepokea C9 A15, huyu yuko Marekani, umeelewa? Kwa hiyo hii yote ni kupitia mitandao ya kijamii. Ni watu ambao tuna connect nao huko mitandao ya kijamii na wanachukua bidhaa. Unaona hapo kachukua C9 na A15. Lakini pia sio tu hao, lakini pia hii ni akaunti yangu ya zamani ambayo nilikuwa naitumia kwenye kupata wateja wengi zaidi kuhusiana na masuala mazima ya kupungua. Kwa hiyo I think page nyingi zaidi, watu wengi zaidi walikuwa wanaifahamu kupitia hii page, na hii ni page yangu mpya. Hii ni page yangu ya zamani, lakini pia hii ni page yangu mpya ambayo nilianza kuitumia mwezi wa 11 mwaka jana. Kwa hiyo haijamaliza mwaka, I think ina miezi kadhaa tu, umeelewa? Na ni kwa namna gani napata aidha zinakuwa kubwa hivi, na ndo naelezea hapa ni kwa namna gani nakuwa natengeneza au nafanya vipi mpaka page zinakuwa kubwa kwa namna hii. Lakini pia hii ni moja ya vitu ambavyo nakuwa navifanya kupitia sehemu tofauti tofauti. Hizi ni status zangu za watu tofauti tofauti, hawa wote ni wateja, na unaweza ukaona mimi na namba zaidi ya 5,000. Hawa namba zaidi ya 5,000 wote nimewapata kupitia mitandao ya kijamii. Sasa wewe inabidi ujiulize una namba ngapi na ni wangapi ambao aidha wanahitaji kupungua uzito. Ukiangalia hapa, mimi hakuna mtu ambaye nimejuana naye labda kuongea naye. Wote hawa ni wateja ambao wanatoka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo unaona hapa kuna wateja sijui kutoka wapi, kuna wateja unaona kutoka sijui Mara, kutoka wapi. Yaani hapa kuna wateja wengi zaidi ambao wanakuwa wananifuatilia. Kwa hiyo hapa wakiview wote huwa wanafika mpaka 1,500 mpaka 2,000. Kwa hiyo inabidi wewe pia uangalie status yako watu wanaona wangapi. Na hii ni miamara baadhi ambayo nimekuwa nikipokea kutoka sehemu tofauti tofauti kutoka kwenye page yangu. Sasa
ni tekniki gani ambazo unakuwa unazitumia kwenye kukua, au ni tekniki gani ambazo unaweza ukazitumia ili peji yako uweze kupata wateja na iweze kukua haraka zaidi. Cha kwanza kabisa ni lazima uanze kuandaa peji yako vizuri zaidi. Naamini hapa kila mtu ana peji ambayo amejibrand kama anafanya kitu fulani. Kwa cha kwanza ni lazima uanze na peji yako, na peji ni lazima iwe clear, yani iwe lazima iwe either na picha au logo, na ni muhimu sana usibadili badili. Kama ni profile picture, hakikisha haubadili badili, yani kama ni picha hiyo hiyo. Naamini ukipitia baadhi ya peji ambazo unazijua, peji yani inaweza ikakaa muda mrefu ina logo moja, na mimi sijawahi kubadili logo toka nimeanza biashara, na wala sijawahi kubadili picha ile ya profile toka naanza biashara. Lakini pia cha pili kabisa ni lazima uwe na username iwe rahisi au ya kukumbuka vizuri zaidi. Mimi nakutana na wateja wananiambia, hii page nimeanza kuifuatilia muda mrefu sana, nikaamua niweze kukufollow siku hizi chache. Ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaingia na research pale anaona. Kwa hiyo ukikuta page yako ina jina gumu, ni ngumu sana pia hata mteja kuikumbuka. Lakini pia ni lazima uangalie wewe ukisearch pale page yako, je, inaonekana ya kwanza? Kama haionekani ya kwanza, inabidi uangalie hiyo page yako sasa ni kwa namna gani unaweza ukatengeneza mazingira ili uweze kuonekana ya kwanza. Mimi ukisearch Pius, zitakuja Pius mbili tu, either Pius yangu ya uzito au Pius ambayo mimi nakuwa nafanya nini na husika kwenye uzito. Kwa hiyo mtu akisearch pale kama ni uzito, peji za uzito zitakuja nyingi. Akisearch pale sijui nani, zitakuja nyingi. Akisearch sijui fitness ni nyingi. Kwa hiyo ni lazima uhakikishe mteja wako akisearch jina tu la kwanza kabisa kuliona ni hila hapo. Umeelewa? Lakini pia kingine ni lazima pia bio yako iwe fupi na ya kuuza. Bio inajumuisha unafanya nini, lakini pia unatoa solution gani, na lazima pia either uweke pale call to action, watu wakutafute sehemu gani, yani either wakutafute WhatsApp, wakutafute, wakupigie, wakufanyeje. Mimi ukisoma pale information zangu zipo clear kabisa. Kwa hiyo na wewe pia hakikisha bio ndio inauza jamani. Unapatikana sehemu gani? Unakutana huko na watu wanakuambia, mimi mbona naionaga hii, lakini sijui labda wanapatikana wapi. Kwa hiyo ukiweka pale kwamba unapatikana sehemu gani, unakuwa pia unarahisisha vizuri zaidi. Kwa hiyo bio ndo kitu cha muhimu zaidi. Yaani ukiondoa vitu vyote unavifanya kwenye picha yako, bio ndo inauza. Bio ndo kila kitu. Lakini pia ni lazima pia uweke call to action ambazo nishakwambia kwamba either watu wakutafute wapi, wakutafute DM, wakutafute either WhatsApp au wakutafute wapi. Ni lazima uweke specific sehemu ya watu ambapo watakuwa wanakutafuta. Inawezekana mtu tayari kaona, kapenda, lakini haoni sehemu gani labda atakupata. Kwa hiyo ni lazima uhakikishe page yako ina hivyo vitu. Lakini pia ni lazima pia iwe na highlight safi. Jamani, highlight ni muhimu sana. Mimi ukiangalia page yangu, highlight zangu nimeziweka kwenye mfumo tofauti tofauti. Nimeiweka kwenye, ukiangalia mimi, kwa hiyo inabidi kulingana na page yako. Mimi highlight zangu nimeziweka kwenye testimony, maana yake nimeweka feedback pale, lakini pia nimeweka either program zangu ambazo nakuwa nasaidia watu kupungua, lakini pia nimeweka vyakula, nimeweka mazoezi, nimeweka vitu tofauti kulingana na mimi pia nitakachotaka kiweze kuonekana pale. Kwa hiyo hakikisha bio page yako ina vitu highlight, na highlight lazima ziwe safi. So unakuta highlight message kimefifia. Hapana, ni lazima uhakikishe pia message kama ni feedback za message zinaonekana clear, ili mtu asingangane kudoubt. Lakini pia ni lazima pia uposti kwa mpangilio mzuri. Mimi ukiangalia na posti natoa elimu, na posti natoa ushuhuda, na posti nafanya delivery, na posti na mazoezi tofauti. Sometimes nachukua video kutoka sehemu tofauti, lakini ni video ambazo nakuwa naziedit kwenye mfumo tofauti ili watu wazione kwenye mfumo tofauti. Kwa hiyo unaweza nikachukua video kwa Saidi, lakini Saidi ndo kafanya delivery, lakini mimi nikaziweka kwenye mfumo wangu na sijulikane kama Saidi ndo kafanya, nikajulikana mimi ndo nimefanya ile delivery vizuri zaidi. Kwa ukifanya hivyo, maana yake unajenga trust kwa wateja, kwa sababu wanakuwa wanakuona kweli unafanya. Unatoa elimu, kinachouza sio tu bidhaa, kinachouza ni elimu unayoitoa.
kujitoa. Mtu unagusa matatizo ya watu. Leo ukiposti tu mabidhaa, hata kama ningekuwa mimi siwezi kununua. Umeelewa? Watu wanaogopa kununua, watu wanahitaji kusaidiwa. Kwa hiyo play kama kumsaidia mtu, sio kuuza. Lakini pia hakikisha pia unaposti reels mara kwa mara. Mimi mara nyingi na posti reels always. Yaani mara ya mwisho posti sijui ilikuwa lini kwenye peji yangu ya uzito. Kwa hiyo mara nyingi na posti reels. Kwa hiyo hakikisha una posti reels, na na posti mimi reels ni ikipungua sana ni kama 3, lakini huwa mara nyingi na posti 4 na kuendelea. Kwa hiyo na wewe pia hakikisha una posti reels mara nyingi kama unataka engagement kubwa, au kama unataka page yako iweze kukua vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi na posti reels muhimu zaidi. Lakini pia hata hizi reels ninazoziposti unaweza kukuta ni picha, lakini ni picha ambayo tayari naweka pale maneno juu ambayo yanasomeka kitu fulani, ambayo yanampa interest mtu aache kufanya vitu vyake, afuatilie posti yangu na asome caption yangu vizuri zaidi. Na ndio maana napata watu wengi zaidi ambao wanatoka kabisa, wako serious pale kwenye page yangu, wanahitaji kitu fulani, kwa sababu natoa kitu ambacho tayari kinawagusa pia na maisha yao. Kwa hiyo hakikisha reels zako ambazo unazitumia pia, na hakikisha pia una Insta story haikawii. Mimi kila siku Insta story yangu itakuwa active. Yani hata kama sijui, mimi mara nyingi hata kama nilikuwa naenda na hizi safari za forever, nilikuwa naweka na schedule kabisa itajiposti na Insta story. Kwa hiyo kitu kitajiposti na kitajiposti Insta story chenyewe. So sometime nakuwa niko sio kila muda nakuwa niko tu naangalia page yangu, hapana. Na mambo mengine pia yanatakiwa yaendelee. Kwa hiyo mimi nakuwa na seti kila kitu chenyewe kinakuwa kinajiposti, mimi huku naendelea kupata namba. Kwa hiyo unaweza ukajikuta hivi Pius anaposti saa ngapi? Mimi mara nyingi na seti mambo yangu tu muda fulani, na then venyewe vitajiposti huko, kazi yangu zinakuwa zingine zinaendelea kama kawaida. Lakini pia jibu DM na comment za haraka. Mimi mara nyingi DM yoyote inayokuja huwa najibu, na hata kama kuna watu wengine huwa naomba collaboration, lakini huwa siruhusu. Hata kama akija na kitu kingine tofauti, mimi huwa najibu. Ambazo zinaendana na mimi tutafanya, ambazo haziendani na mimi sitafanya. Lakini pia ni lazima pia uwe na consistency, yani lazima uwe na mwendelezo. Sio leo umeposti, ukiamka tu umechoka uposti. Ukiamka sijui ukiwa na mudi nzuri ndo unaposti. Ukiamka hapana. Matokeo hayaji hivyo. Yani hiyo page yangu mpya ambayo nimeanza mwezi wa 11 ni consistency ndio imeweza kunifikisha hapo. Yani ndani ya miezi sijui I think kama 4 hivi tayari nilikuwa nishapata 10k. Kwa hiyo hata wewe una uwezo. Sidhani kama sijui imefika miezi 4 sijui 3, 10k. Kwa hiyo na wewe pia una uwezo wa kuwa na consistency, na consistency ndo siri ya mafanikio yoyote yale, hata kwenye biashara, hata kwenye kurecruit. Mafanikio yanaanza na nini? Na consistency. Lakini pia makosa ambayo watu wengi sana nakutana nao wanayafanya, na page zao maybe hazikui haraka, huwa naona cha kwanza kabisa wanakopi na kupesti content za wengine, na hapa FBO ni wengi. Hebu imagine leo wewe kama kiongozi, leo unakopi kitu cha mtu fulani, unaweka, hauedit chochote kile cha kuweka ubunifu wako. Imagine mtu mwingine na yeye anakichukua hivyo hivyo, anakikopi, anakiweka kwenye peji yake. Mwingine pia huyo anakikopi, anakiweka kwenye peji yake. Kuna mwingine pia ataanza biashara, atakopi. Maana yake mtakuwa wengi ambao mnakopi na kupesti. Ndio maana peji nyingi zaidi zinakufa, kwa sababu sio kwamba zinakufa, hazikui haraka, kwa sababu mnakopi na kupesti sana. Yani mtu unaweza ukakuta kakopi kila kitu, anachobadilisha pale ni namba yake ya simu. Sasa pale itakuwa vipi? Hakuna kitu kinachokuwa. Na mimi nikwambie ukweli, ukopi na kupesti hautakuwa. Ndio maana kuna peji baadhi nakutana nao wananiambia mbona peji yangu haikui, lakini ukiangalia vyote alivyokopi, amekopi labda kutoka kwa Saidi, yani hivyo hivyo alivyoandika. Sometimes hata Saidi huwa afikiria, anatoa kitu kichwani anaandika. Kwa hiyo na wewe naye unachukua mawazo yale unaweka. Kwa hiyo hakikisha hata kama unakopi, badilisha, weka kwenye mfumo wako. Mimi content nyingi zaidi delivery sio nini hizi nachukuaga kwenye peji za Venance, nachukuaga kwenye peji za
Saidi ndo peji zangu ambazo mara nyingi zinanisaidia sana kujenga content zangu za C9 hizi. Kwa hiyo sometime Saidi anaweza akaposti, mimi nikakichukua nikakiweka kwa namna yangu, na then kikaonekana kama kitu ni cha kwangu. Umeelewa? Ndo hivyo hivyo. Kwa hiyo badilisha hata muziki basi. Umeelewa? Sio unakopi mpaka muziki. Lakini pia kitu kingine, kuposti bila consistency. Maana yake mtu anaposti leo, inawezekana algorithm ikawa inakutem kwamba una mwendelezo, baadaye tena unaikata. Kwa hiyo algorithm na yenyewe inaisha motisha, kwa hiyo page inaishia njiani. Kwa hiyo hakikisha pia unakuwa na consistency, yani consistency is the key. Lakini pia kuuza tu, yani wewe unataka kuuze bila kutoa thamani ya kitu ambacho unakifanya. Cha kwanza kabisa, ili uweze kuuza ni lazima utoe thamani, yani ni lazima utoe kitu na watu wapate kitu na wewe upate kitu. Kama hautakubali kuingia kujifunza, kuingia na wewe upate nafasi ya kuweza kutoa changamoto ambazo zinagusa watu, jinsi ya kutatua matatizo ya watu, hauwezi kuuza my dear. Yani utakuwa tu kila siku unaposti, unasema unaposti 4 lakini haziendi. Kwa nini haziendi? Kwa sababu hata mimi mwenyewe nikiingia kwenye peji yako hakuna chochote nitakachojifunza. Kwa hiyo inabidi uwe na vitu ambavyo mtu akiingia kwenye peji yako awe navyo, anakuwa anajifunza. Sio tu anaingia tu anakuta umeposti, umeandika namba ya simu, umeondoka. Hapana, haiwezi kukua hivyo. Ni lazima uwe na vitu ambavyo watu watajifunza. Yani lazima uwe na vitu ambavyo mtu atajifunza na wewe pia utapata watu kupitia hilo eneo. Lakini pia labda peji haieleweki inachotoa. Mtu unaweza kukuta pale anasaidia watu nguvu za kiume, lakini huku chini anaposti mambo ya uzito. Kwa hiyo pale utakuwa unachanganya watu. Chini umeandika collagen, chini unaposti mambo ya uzito. Kwa hiyo inabidi pia uwe na mfumo wako ambao kama unafanya vitu viwili kwa pamoja, waonyeshe pale watu ili wasidauti. Kwa sababu mtu anaweza akaona pale unasaidia watu kupungua, huku chini una vitu vingine ambavyo unavifanya. Kwa hiyo ukashindwa ukapoteza vitu vingine. Ndio maana mimi peji yangu kama inavyoonekana, inaonekana nasaidia watu kupungua uzito. Sijawahi kuposti kitu tofauti na kupungua uzito, na sio kwamba vitu vingine siuzi, hapana, naviuza kwa mfumo mwingine pia. Lakini pia kingine ambacho kinasababisha watu peji zao hazikui ni kutokutoa testimony au zile proof za ushahidi wa kweli. Yani unaweza ukachukua picha ya mtu bila kujua kwamba huyu mtu ni kweli alifanya hiki kitu. Usichukue kitu ambacho hauna uhakika nacho. Yani kama mtu hajatumia programu yetu, amepungua kupitia product nyingine, usiposti. Posti kitu ambacho unajua kabisa huyu katumia collagen na kweli collagen ndio imemfanya amekuwa hivi. So unaposti mtu alikuwa anatumia bidhaa nyingine, unamposti na wewe. Hapana, pale unauza vitu fake na utakutana na mtu atakuwa ana nini, atacomment pale kwamba kutumia bidhaa hizo, alitumia bidhaa hizi. Pale utakuwa umepoteza. Umeelewa? Kwa hakikisha unaposti vitu ambavyo ni vya kweli, testimony kama ni za kweli. Mtu katumia kweli, Saidi kapungua kweli, na mimi na posti, na hata video huwa na posti pia, namuonyesha kwamba unaona alivyokuwa, namuonyesha kabisa. Lakini pia kingine, kutokujibu DM haraka. Yani leo ukipoteza, mtu akija kwako akakwambia bana nataka kupungua, usipomjibu anaona kama vile haumchukulii serious. Kwa hiyo kumbuka, huko peji zina rani nyingi. Anaweza kukutana na peji ya Saidi akamtake care chap chapu na akawa mteja wake. Kwa hiyo hakikisha kitu cha kwanza ni nini? Unajibu DM haraka. Hakikisha unajibu DM haraka. Lakini pia kingine, hakuna engagement, mtu anataka wateja. Yani kama hauna engagement usitarajie kupata wateja. Lakini pia hatua ambazo zitakuonyesha kwamba peji yako inafanya vizuri, kuna hatua chache hapa, kama hatua 4 ambazo unatakiwa uweze kujua kwamba ni hatua gani, maybe ukiziona au ukiona vitu gani unajua kwamba peji yako inakuwa au ishaanza kufanya vizuri. Cha kwanza kabisa ni lazima, ukiona followers wanaongezeka na likes zinaongezeka, cha kwanza ni lazima utajua kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika huku. Kwa hiyo ukiona followers wanaongezeka, jamani, usinunue followers. Yani ukinunua followers ni sawa unaendesha roboti. Umeelewa?
Kwa hiyo hautapata wateja. Yaani utakuwa unajiona pale unajifariji una followers, lakini hakuna kitu chochote, kwa sababu hao sio kwamba ni wateja wako. Ni sawa na vitu umeweka tu hapo vinakuwa tu vinatizama tu na havitizami, yani sawa hivyo. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, ukiona unapata followers na likes zinaongezeka, maana yake wewe mwenyewe unajijua kwamba kuna kitu ambacho page yako inafanya vizuri. Lakini pia ukiona engagement inaongezeka, naamini kila mtu ana ile professional dashboard. Kwa ukiona pale professional dashboard yake kama ilikuwa 100 ghafla ikawa 500, pale unajua kabisa kuna kitu kinaongezeka, engagement inaongezeka. Lakini pia kingine ambacho ukiona na ukaona kwamba kinafanya vizuri, ukiona unapata namba nyingi zaidi, ni lazima ujue kwamba page yako inaanza kupata au inaanza kufanya vizuri zaidi. Na cha mwisho ni mauzo, umeelewa? Na huwezi kupata mauzo kama huna followers au followers kuongezeka, au huwezi kupata engagement. Kama huna engagement, usiexpect kupata namba za simu, na kama huna namba za simu, usiexpect pia kupata mauzo, kwa sababu inawezekana unasema kwamba una namba, lakini inawezekana labda kwa siku labda hupati namba kila siku. Umeelewa? Ni lazima uhakikishe kila siku una uwezo wa kupata namba za simu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa inabidi uelewe engagement ikiongezeka, namba za simu zitaongezeka pia, na mauzo pia yatafanyika. Hata kama hutauza leo, yani ukiona unapokea namba na inaendelea kuangalia view status zako, maana yake jua kwamba vitu vinafanyika vizuri zaidi. Kwa hiyo hakikisha kila siku unapata namba. Mimi kwa siku minimum napata, yani kama wateja wajanitafuta sana, wanaweza akawa 5 au 6, kama sio 6, 10. Hiyo ni minimum, lakini huwa inazidi mpaka 15 na kuendelea. Kwa hiyo ita depends na wewe pia utakavyokuwa unafanya nini, unafanya kazi kwenye peji yako. Naamini kuna watu ambao wanapata namba hata zaidi ya 30 kwa siku kupitia peji zao. Kwa sababu nini? Wanazifanyia kazi. Na ni vitu gani muhimu kuhakikisha sasa hawa wateja wanakuja na wananunua hizi bidhaa? Sawa, mteja amekuja kwenye C9, amekuja kutoka kwenye peji na anahitaji kupungua. Ni vitu gani labda unavifanya mpaka wananunua? Mimi cha kwanza kabisa, kwa sababu mimi peji yangu nimejiwekea kwenye mfumo tofauti. Kuna watu huko wanaonekana na sura zao, kuna mimi ambaye sionekane. Watu wengi sana huwa wanajiuliza swali, Pius, unauzaje C9 wakati sikuoni sura yako kule inaonekana? Sisi tunaona tu vitu vinapostika, lakini hatujawahi kuona sura yako huko. Ni vitu gani aidha unavifanya mpaka wateja hao wananunua na wanakuamini haraka? Mimi cha kwanza ambacho nakifanya, lazima natambua mahitaji, nini mteja anahitaji. Kwa mimi mteja akija simkurupukii, ni lazima kwanza nimsikilize. Kuna wateja watakuambia mimi nataka kupungua kitu fulani. Kwa hiyo ni lazima utambue mahitaji ya mteja, kwamba mteja anataka nini. Kuna mwingine usikalili. Kuna mtu mwingine swala sio tu kununua C9. Inawezekana labda kuna bidhaa nyingine anaweza akaanza nayo, C9 ndio ikafuatia. Na kuna mwingine sio lazima atumie C9 ukampa bidhaa nyingine. Kwa cha kwanza kabisa, hakikisha unatambua mteja wako anataka nini. Lakini pia lazima pia uwe na uelewa kuhusiana na hilo eneo na bidhaa zako unazielewa vizuri zaidi. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kuhakikisha unaelewa bidhaa za Forever zote, karibia zote, hakikisha unazielewa. Lakini pia hakikisha mteja wako anatoka wapi pia. Yani hapa kutoka wapi sio kwamba anatoka labda Kenya, anatoka sijui wapi, hapana. Ni lazima ujue njia gani unaitumia kwenye kupata wateja. Yani mimi mteja akitoka sehemu fulani, kuna namba ambayo mteja tu akiituma tu message najua huyu ni mteja. Yani hata ndugu yangu hiyo namba hawezi kuituma tu message. Kwa hiyo yani hata akija habari najua huyu ni mteja. Yani kama ni FB unajua chatting zake ni tofauti na za mteja. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba hawa wateja nimeshawatengenezea mazingira kwamba kuna namba ambazo zikiingia unaweza ukachati nao, kwa sababu unaweza ukawa unajikuta namba nyingi zinaingia humo prospect humo nani, ukashindwa kutambua kwamba huyu ni mteja katoka wapi, hivi vitu kama hivyo. Lakini pia jenga uaminifu. Hapa kwenye kujenga uaminifu ni lazima uhakikishe unatoa vitu vya kweli, sio vitu vya uongo. Mimi mara nyingi hata status zangu
huwa natoa za kweli, yaani mtu anaongea anaona, kwa sababu sasa hivi kuna AI nyingi. Kwa hiyo ni lazima nakuwa natoa vitu ambavyo vinaonekana vizuri zaidi na mtu anaona na anakuwa anaelewa, na kila siku huwa na posti status. Sasa wewe jiulize, leo umeposti posti ngapi? Umeelewa? Leo umeposti posti za nini? Mimi mara nyingi posti zangu za status na posti chakula, na posti vitu tofauti tofauti, na mara nyingine huwa natoa tu kawaida tu casual tu, naweza nikaandika story nikatoa elimu, na saa zingine nikawapa yani zile huku kwamba vitu tofauti tofauti ambavyo vitamfanya mtu mpaka aongee na yeye. Akikutana na status yangu lazima reply pale, tuanzishe mazungumzo kidogo. Lakini pia nafanya follow up pia. Follow up sasa mimi follow up yangu iko tofauti kidogo na follow up ya watu wengi zaidi. Mimi najua watu wengi wanatumia wengine labda unaweza kukuta ana group, mwingine unaweza kukuta labda ana broadcast, mwingine labda unaweza kukuta labda anatuma vitu tofauti, amelipia application fulani anakuwa anatuma. Kwa hiyo kuna vitu vingi zaidi ambavyo unaweza wewe mwenyewe ukawa unavifanya, lakini mimi follow up yangu ambayo nakuwa natumia status zangu tu kufanya follow up ya wateja. Kwa hiyo mimi kila siku nahakikisha mteja gani huwa ananifuatilia sana. Kwa hiyo kuna mteja maybe anishai kunifuatilia toka 2024 mpaka leo 2026 hajawahi kununua. Kwa hiyo mara nyingi huwa namtumia hata kwa kumsalimia habari hivyo, then mazungumzo yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo hakikisha umesave namba za wateja vizuri, ambazo unajua kwamba huyu mteja wa mwezi huu, huyu mteja wa mwaka huu, huyu mteja, ili zisikuchanganye. Mimi mteja akinitafuta hata mara ya pili akahisi labda sina namba yake, kumbe mimi na namba yake nishai save, na nitamkumbusha, nitamwambia mwezi fulani mwaka fulani ushai kunitafuta pia, lakini ukununua, kwani shida nini? Then tutaendelea. Kwa hiyo hakikisha una the way wewe mwenyewe ambavyo unafanya follow up. Pia nafanya follow up kwenye Insta story. Nikiangalia Insta story nikawa naona huyu mbona mtu kila siku ana like picha zangu, kila siku nikiposti lazima ana view, kwa hiyo ni lazima nakuwa namuona pale. Lakini pia kingine ninachofanyia follow up, pia narahisisha ununuzi. Sasa kwenye kurahisisha ununuzi, usimguide mtu yani wewe lipa humu sijui nini, hapana. Lazima umpe option, na mimi hapa huwa nawapa option. Either option ninazowapa ni option 3, kwa maana kwamba anakuwa anarahisisha. Kuna mtu mwingine anaweza akakwambia sasa nafanyaje malipo, na unampa hatua ya kwanza, naweza nikakufanyia delivery kutoka hapa mpaka huko, au hatua ya pili kama una mtu ambaye anaweza akakuchukulia programu yako, unaweza pia ukasema kama yuko eneo husika tukampelekea na then akafanya malipo, au unaweza ukafanya malipo kabla na then tukampelekea, au unaweza ukatuambia ni kwa njia ipi, au unaweza ukatuambia basi gani tutumie ili uweze kupata nini yako. Kwa hiyo yeye mwenyewe anakuwa anaelewa na nalipaje, unamtajia pale. Sasa usimtajie kama kishikaji kwamba unaweza ukatuma hata humu. Hapana, kumbuka hii ni biashara. Hakikisha umeziweka kwenye namna ambayo mtu akiona kweli anaelewa kweli hii ni namba ya mtu. Kwa mimi huwa nimeweka pale payment zangu detail, nimeandika kabisa payment detail, M-Pesa nini, NMB, yeye mwenyewe atachagua analipa sehemu gani. Mara nyingine huwa ananiuliza hauna lipa namba, namwambia lipa namba mimi sina. Kwa hiyo kama wewe mwenyewe unalipa namba, basi unaweza pia ukaiweka pale yeye mwenyewe akalipa vizuri zaidi. Kwa hiyo lengo ni kurahisisha mteja asipate kigugumizi cha kufanya malipo haraka zaidi. Lakini pia tumia picha halisi na hizi kwenye story. Mara nyingi huwa pia napenda sana kuelezea maisha ya mtu ambavyo anaishi, labda alikuwa hivi, alikuwa anataabika, au alikuwa anapitia changamoto hii, baada ya kutumia program zetu akapata hivi, au alikuwa hivi, baada ya kutumia hiki akawa hivi, au amepata matokeo haya, alikuwa hivi akawa hivi. Kwa hiyo napenda sana kutoa story, na zile story ndo zinawagusa watu wengi zaidi. Kuna watu wengine wana changamoto kama hizo. Kwa hiyo akiona anakuwa ana motivatika, anasema kumbe mimi ndo nipo nyuma. Kwa hiyo nakuwa natoa picha halisi, na aidha naweza pia nikatumia story. Kama ni ya Enos, nitapost picha ya Enos, nitamwambia, tasema pale Enos alikuwa anapenda kula vitu vinono hivyo. Kwa hiyo baada ya hivyo siku hizi anakuwa na discipline, siku hizi anakula healthy. Kwa hiyo nakuwa naelezea story tofauti, umeelewa? Lakini pia hapo mimi nimefika mwisho.
Kwa hiyo hivi ni kati ya vitu ambavyo nimepata nafasi ya kuvigusia gusia, na ni kati ya vitu ambavyo nimeona watu wengi sana huwa wanapitia changamoto ya namna gani maybe wanaweza wakaklodhi labda sell ya mauzo kuhusiana na swala zima la social media. Kwa hiyo naamini aidha kama kuna kitu ambacho kitakuwa kimekugusa basi kifanyie kazi. Naamini tunazidi kujifunza wote kwa pamoja. Kwa hiyo kama kiongozi, kama kuna mtu ana maswali anaweza akaniuliza. Kama kuna mtu ana swali anaweza, kama una swali jamani, unaweza ukauliza hapa then tukaenda chap. Saidi, unaweza ukanisomea maswali ambayo atakuwa anauliza. Samani lakini kiongozi. Jamani, kama kuna swali okay, na dakika 2 jamani za kujibu maswali yenu chapchapu, kwa sababu nimetumia muda wa watu hapa. Kwa hiyo na maswali huwa unafanya matangazo. Sina experience sana kwenye matangazo na naendelea kujifunza kuhusiana na matangazo. Nina miaka kama miwili kama, kwa sababu nimeanza biashara 2024. Kwa hiyo na muda mrefu sana sifanyi matangazo, niseme shortly. Sifanyi matangazo kuhusiana na mambo ya uzito. Yeah. Kwa hiyo ni content tu sinaenda. Kuna mtu anataka kupunguza tumbo, je, nitamsaidiaje? Cha kumsaidia, kitu cha kwanza inabidi kwanza uweze kumwelewa anachotaka. Anataka kupunguza tumbo tu, inabidi kwanza uweze kuelewa ili mtu aweze kupungua ni vitu gani labda azingatie. Kuna magrupu ya damu, kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa uweze kuelewa. Kitu cha kwanza inabidi umuelewe mteja wako anachokihitaji, uelewe pia na we mwenyewe hiyo sehemu, lakini pia uweze kuelewa na product gani unaweza ukampa zikamsaidia pia. Lakini pia ni lazima pia mazoezi, apate muda wa kupumzika, anywe maji ya kutosha na vitu vingine. Usingizi pia apate bila usahau. Umenielewa? Kwa hiyo inabidi uhakikishe unatumiaje product nje ya nchi. Nje ya nchi Forever wameturahisishia jamani. Forever imetapakaa zaidi ya nchi 160. Kwa hiyo una activate tu huko akaunti yako, then unakuwa na access ya kufanya order popote pale. Unaweza ukamjoinisha, mimi mara nyingi huwa nawajoinisha. Kwa hiyo nawaambia kabisa nimewajoinisha, nimecreate account kwa akihitaji. Sometimes mtu anaweza akapata akaona kwa mfano kama hivyo wanavyoona collagen huku Tanzania, huwa wananiuliza hizi zinapatikana kwenye system yangu, na waelekeza, ananunua, then unaendelea tu ku create trust. Mwisho wa siku anaanza biashara kama Saidi anavyokuwa na introduce watu wake pia. Lakini pia kuna swali hapa, ulipoibiwa account then ni namna gani unafanya ili usipoteze tena account? I think kuna zile account status maybe nilikuwa siangalii labda. Kwa hiyo mara nyingi pia huwa naenda kule kwenye account status naangalia ni namna gani labda activity ambazo unakuwa nazifanya zinafanya vizuri. Kwa hiyo kwa sasa hivi niko vizuri.
kabisa. Lakini pia asante, okay, asante sana. Pia tunaomba namba zako kupata vitu vya kuposti status. Namba zangu za simu ziko kwenye grupu, kwa hiyo kiingia hapo utazikuta. Ninaomba namba yako Rida, au ni recruiting unatumia mbinu gani? Natumia mitandao ya kijamii asilimia zote. Kuna utofauti gani kati ya kununua followers na kumlipa mtu akuendeshea akaunti? Aisee, kununua followers kwanza inabidi uitoe akilini. Kununua followers haitakuletea wateja, yaani usipate kitu kama hicho, kwa sababu hakuna views utakaokuwa unapata wowote wale, hakuna like utakaokuwa unapata yoyote ile, hakuna namba utakaokuwa unapata pia. Kwa hiyo kama unampa mtu ambaye anataka kuendeshea, it's okay, ni wewe pia. Lakini pia kuna product ya kusaidia mtu kupunguza tumbo tu. Hakuna product ya kupunguza tumbo tu jamani, ila kuna system ambayo unaweza ukamsaidia mtu na akawa nayo ikamsaidia pia. Kumbuka, sehemu inayokuwa inapungua ni zile sehemu ambazo zinahifadhi na kutunza yale mafuta ambayo yamezidi mwilini. Kwa hiyo inabidi pia uweze kuelewa hilo eneo pia vizuri zaidi. Lakini pia stori ya wateja, huwa unawaomba ruksa ya kuwaposti au unawaposti na kuwaficha uso. Mteja ambaye mara nyingi wateja wengine huwa hawakubali kupostiwa, kwa mara nyingi anaweza akakwambia hapana. Kwa hiyo natumia posti za watu ambao naamini kabisa wametumia, ambao ni FBOs na watu wengine pia. Lakini pia kuna mwingine, akaunti yako inaitwaje? Nimeiweka hapo, inaitwa Pius Fitness TZ. Lakini pia ulipoibiwa akaunti, then ni namna gani unafanya sasa ili usipoteze tena akaunti? Namna nisipoteze akaunti, nakuwa nipo makini sana. Lakini pia kwenye kodi nilikuwa sijarekebisha, kuna kodi fulani nilikuwa sijaziwekea, kwa hiyo nishaziwekea vizuri zaidi. Kwa hiyo naamini chochote kile ambacho kinakuwa kinafanyika, Meta huwa wanani notify kwamba kuna mtu fulani aidha anafanya hiki, kwa hiyo nakuwa napata notification kwa wakati vizuri zaidi. Swali ni unawezaje kuuza C9 na F15 nje ya nchi? Hebu ni skili gani unazitumia kwa usahihi kufanya mauzo nje ya nchi? Skili ninazozitumia zote nishazielezea jamani, naenda na muda, kwa hiyo sitajibu kiundani sana. Mi niko Canada, lakini C9 yetu iko na aloe vera gel na Garcinia TXC na Light Ultra. Hakuna fiber oho them na them. The Canada I think kama umeona haina, unaweza ukalipress, kwa sababu I hope Canada kama haipo, unaweza pia ukanunua pale kwenye stock yenu, unaweza ukanunua fiber kama fiber, then ukaziunganisha vizuri zaidi na ukatumia. Lakini pia hata hiyo pia unaweza ukaitumia kwenye mfumo wa namna gani, sio lazima kwamba C9 kama C9, unaweza ukaiarrange vizuri na ukaitumia vizuri na ukapata matokeo mazuri zaidi. Ulipoibiwa akaunti namna gani ulifanya ili usipoteze? Nishajibu jamani. Jamani, maswali yanakuwa mengi. Mtu anayetaka kupungua tumbo na mikono, group O, huyu mtu supplement gani? Ili sitalijibu. I think utasoma pia na wewe pia. Naenda kwa maswali mengine pia, hiyo sitalijibu kwa sasa hivi, tutachukua muda mrefu kwenye magrupu ya damu. Lakini pia langu, mfano mtu akaambiwa anataka bidhaa moja tu kuchoma. Sijawahi kuuza bidhaa moja, kwanza, kitu cha kwanza, na sikushauri uuze bidhaa moja, aidha labda ukute labda alikuwa anatumia basi imepungua. Mara nyingi huwa nauza bidhaa mbili, Garcinia na Them, au Light Ultra na Them, au Light Ultra na Garcinia. Sijawahi kuuza bidhaa moja. How can I get your number like in TikTok? TikTok situmii kwenye upande wa uzito. Mtu akitumia C9 akaanza miezi 6 na anataka kuendelea na F15 bila kuanza C9, haiwezekani. Inabidi pia umwambie pia haiwezekani. Hakuna mtu ambaye atakubali kuweza kuendelea au utamruhusu vitu kama hivi. Nyingine, uje uendelee kutupa elimu juu ya mitandao. Asante sana. So naamini mpaka hapo nimefika mwisho. So kama kiongozi nani yupo au kama ni mimi, basi mimi nimefika mwisho, na niwatakie usiku mwema jamani. Asanteni sana.
Hmm?